najua utaweza. Wewe ndiwe gongo langu, tena fimbo yangu, nikikuwa chini Bwana, najua utaweza. Mungu wa uzima wangu, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua utaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua utaweza. Mungu wa uzima, mwambie Bwana, najua unaweza. Mungu wa uzima wangu, wa uhai wangu, utaweza. Haya, chezea tu Bwana pole pole, maana Anajua kwamba anaweza. Atatenda. Maana ni Mungu haleluya. anayekupenda, amekuamsha, amekufikisha mwezi wa sita. Wewe unitiaye nguvu, wewe unisimamishaye, niangukapo Bwana, najua utaweza. Wewe ndiwe gongo langu, tena fimbo yangu, nikikuwa chini Bwana, najua utaweza. Wewe ni Mungu. Mungu wa uzima wangu, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua utaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua utaweza. Mungu wa uzima, mwambie Bwana, Mungu wa uzima. Karibu sana kama uko online tusalimiana. Ni siku ya maabudu, ni siku ya leo. Tumefuka mwezi wa sita, mwezi ambao tunataka kukiria kwamba Yesu atatuwezesha kufika Christmas. Tunakiri, sisi tunakiri tutafika Christmas na familia zetu, maana jinsi ambavyo tutakavyotamka ni jinsi ambavyo Mungu atatenda. Maana tutatamuka na tumwambie Mungu tunataka tufike, hakuna kifo katika nyumba yetu. Tutakataa vitu fulani katika manyumba zetu na tutaona Mungu akitenda. Kama tumemaliza mwezi wa 5, kama tulimaliza mwezi wa pili, wa 3, wa 4, wa 5, sasa tuko wa 6. Ni sisi ambao tutatamuka tukisema ya kwamba Yesu, tutafika Christmas kwa ushindi ambao uko mkuu, na tutavuka mwaka huo mwingine tukiwa na ushindi wa Yesu Kristo, maana tunamjua yeye aliyetukomboa. Twende. hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. 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 Hata kama
kutamani, Bwana wangu, wewe najua unaweza, Mungu wa uzima. Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani. Bwana wangu, haleluya. Hata kama uko kwa hali gani, ukimwambia Yesu unaweza, ukimwambia tu neno Yesu unaweza kunitoa katika hii hali, atakutoa. Maana hakuna kitu ambacho ni kigumu kwake, ama kitu ambacho hawezi. Yeye ni muumbaji, yeye ni Mungu wa kila kitu. Hakuna kitu ambacho kinamshinda, kinaweza kutushinda sisi, lakini kwa Mungu inawezekana. Hiyo tatizo lako anaweza kutatua ukiamini, tukimwambia Mungu unaweza kunitoa katika hii hali, na utamwona Mungu kwa njia ambayo ni ajabu. Hakuna jambo ambalo Mungu hawezi. Hakuna jambo ambalo ni ngumu kwa Mungu wetu. Ukisoma Biblia inasema ya kwamba kwetu sisi inawezekana kukuwa ngumu, lakini kwa Mungu hakuna kitu ambacho hawezi. Kila kitu anaweza, maana yeye ni muumbaji. Anajua kila kitu, anajua kila ambacho unataka. Anataka wewe mwenyewe ukapata kusema Mungu nataka kitu fulani. Tunajua kwamba kuna shetani alitupwa hapa chini, ndio anatupitishia katika hali ambazo tunaona ni challenge ambazo tunazopitia. Shetani ndio alitupwa chini, ndio anaangaisha watu, lakini neno la Mungu linasema ya kwamba unapomuita hakuna jambo ambalo ni ngumu kwake. Kwake mambo yote yanawezekana. Unapomuita yote yanawezekana. Yote yanawezekana, yote yanawezekana, yote yanawezekana. Maana tunasikia ushuhuda, watu wakitoa ushuhuda yale ambayo Mungu amewatendea, yale ambayo haikuwezekana kwetu sisi, lakini ulipoliitia jina la Yesu Kristo yakawezekana. Hakuna jambo ambalo ni ngumu kwake, maana kwake yanawezekana. Unapomuita tu, utakapomuita mwambie Mungu unaweza katika hii hali yangu, utamwona Mungu akitenda jambo ambalo ni ajabu. Hata kama umechekelewaje, hata kama umesemwaje, hata kama unapitia pahali watu wanasema bado ako tu chinzi alivyokuwa, bado ako tu pahali hapo pale alikuwa, mwambie Yesu unaweza. Hakuna jambo lililo ngumu kwako, hakuna lile ambalo haliwezekani kwako. Kwetu linaweza kutushinda kama wanadamu, lakini kwa Mungu hakuna jambo ambalo ni ngumu kwake. Sikiliza huu wimbo tunapoimba, alafu tusikie verse fulani kidogo tu. Ninaendelea na hiyo na message ambayo seeking God nimeandika katika screen. Inasema ya kwamba those who seek God find strength. Yani inapitishia kwa hiyo wimbo ambao unasikia wakati wa sasa. Wale ambao wanamtafuta Mungu anawapa nguvu ya kushinda yale ambayo tunapitia, ya kushinda hali ambayo tunaona ni ngumu kwetu, lakini kwake tunapomuitia ama tunapomsongea, tunapomulilia, tunaposacrifice, tukimtafuta. Ndio message, tukimtafuta kwa bidii. Maana alisema ya kwamba wale ambao last week nilisema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba wale ambao wananitafuta kwa bidii watamuona. Unapomtafuta Mungu kwa bidii katika hali yako, yanawezekana. Tunajua ya kwamba shetani ndio analeta hizi vitu tunaona tunapitia ndani, lakini neno la Mungu linasema ya kwamba tu washindi zaidi ya washindi tunapomtegemea Mungu, tunapomtafuta Mungu, tunapomwangalia kwa Mungu, tunapomwambia Mungu unaweza. Kwangu haiwezekani, lakini kwako inawezekana, atakushindia. Tuendelee katika mahubiri. Hakuna jambo ambalo ni ngumu. Tunachekelewa, lakini tunasonga mbele na Yesu. Tunaambiwa ama tunasema maneno. Wengine tunapita, yani unakaa kama utakani, lakini Yesu, unapomtaja Yesu unapata ushindi. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu ni mkuu. Mungu wetu anatupenda jinsi ya yeye anayestahili, aliyetupa ushindi asubuhi ya leo. Nitafuta YouTube utapata hiyo. Nasema kwamba unastahili. Hakuna Mungu mwingine ila yeye tunayeabudu. Aliyetu. Unastahili Yesu. Unastahili wewe kuinuliwa. Unastahili.
unastahili Yesu, unastahili wewe kuinuliwa, wewe pekee wa kuinamia, wewe pekee wa kuabudu, wa kutamani na kusifiwa, ni wewe Mungu Mwenyezi. Unastahili, unastahili Yesu, unastahili Yesu, unastahili wewe, unastahili wewe kuinuliwa, kuabudiwa, kuinuliwa, kuheshimiwa wewe, kuinuliwa, mtawala wa falme zote, mtawala wa nguvu zote, unastahili sifa zote, heshima na uwezo ni wako Mungu. Unastahili tetesi, unastahili Yesu, unastahili wewe, unastahili wewe kuinuliwa, unastahili wewe, unastahili Yesu, unastahili wewe kuinuliwa. Hakuna mwingine aliye kama yeye, anayeabudiwa, aliyeinuliwa, aliyetukuka ni Yesu pekee, anayetupa furaha, mpatanishi, mkombozi, mshauri wa ajabu, mfalume wa amani, mwenye nguvu na uwezo, unastahili, mwenye uwezo, unastahili Yesu, Mwenyezi, unastahili wewe kuinuliwa, unastahili wewe, unastahili Yesu, unastahili Yesu, unastahili wewe kuinuliwa. Ni nani kama wewe, mwenye nguvu na utukufu, hakuna, watawala kwa haki, pokea sifa Yesu milele. Karibu sana, nimeona Pastor Elicha from UK, nimeona Viteka, nimeona Samuel, nimeona mbele nikaona Ann. Mungu awabariki sana wale ambao mko online na wale ambao mtakuja baadaye, maana mmekuwa watu wa baraka sana. Ninawashukuru wote. Mnajua kwa nini? Nawashukuru wote kwa sababu mnanifuatilia mpaka YouTube. Nimeona YouTube yangu imeanza kuenda juu. Kuna wimbo ambao ulikuwa unaenda juu, ambao uko juu, ulikuwa na 9K, nimeona umeingia 10, unaendelea kwenda mbele. Na ninawashukuru wote ambao mnanifuatilia Facebook, wale ambao mnanifuatilia katika TikTok, wale ambao mnanifuatilia katika Facebook hapa na page yangu. Mungu awabariki sana. Nimeona page yangu ama channel yangu katika YouTube imeanza kutembea kwa sababu ya hii maabudu, na ninamshukuru Mungu kwa ajili yako na kwa ajili ya kuchitoa wakati wako, unakuwa online, una comment, una like, una view. Mungu akawabariki sana, maana mumenitia nguvu kwa kusimama mmenitia nguvu ninapoingia katika TikTok. Singeweza, lakini kwa ajili yako nimeweza kufika mahali ambapo nimefika. Ninawashukuru, maana kuna video ingine nilidelete by mistake, lakini iko YouTube ambayo ilikuwa inaendelea kukua na 9 something, ilikuwa inaingia kwa 1K, ambayo kuna wakati nilihubiri nikishuhudia yale ambayo Mungu alinitendea, aliniponya, nikaona watu waliview sana, ikaenda sana. Kuna wengine wameview, kuna zingine zimeview, maana video zile ambazo nimekuwa online sijaanza sasa, nilianza kitambo kukua online. Wale ambao wameniona ama wale ambao wameingia
kwa akaunti yangu wakati wa sasa nimekuwa online live kwa muda. Ni miaka kadhaa ambayo nimekuwa katika online. Sasa utazoea. Wale ambao mmeingia chusi mkiniona online msishangae. Nimekuwa ni kitu ambacho nimekuwa nikikua katika online. Na nimeona Mungu akinibadilisha kila wakati, maana usemi ambao nilikuwa ninasema nikianza online si sahihi. Maana nilikuwa naogopa, nilikuwa na hofu kiasi. Lakini sasa ninaona Mungu ameanza kuchochea ndani yangu na nimeanza kukua free, kukua online, naweza kuimba, naweza kudance. Na ninamshukuru Mungu maana ametoa uoga fulani katika ndani yangu. Tutaenda kwa ufupi katika neno la Mungu ambalo nitasema kwa ufupi tunapohubiri. Naona tumeanza mwezi mwingine, tumetoka Januari, tumekuja Februari, tumekuja mpaka tumefika mwezi wa 6. Na wengi tumevuka na ushindi wa Mungu. Ingawa wengi wanavuka wakilia, lakini nashukuru Mungu wale ambao wamevuka na ushindi wa Mungu. Na wapendwa, tunapovuka mwezi ama tunapoanza mwaka, kuna kitu ambacho inatakana ufanye katika nyumba yako ama familia yenu ama nini. Kuna mambo ambayo unatakana kuweka chini ukapata kucancel vifo, magonjwa katika familia zetu. Unaanza kumsongea Mungu. Ndio maana nimesema ya kwamba ukiangalia heading yangu inasema ya kwamba wale ambao wanamtafuta Mungu anawapatia nguvu. Unapomtafuta Mungu ama unaposongea karibu na Mungu, kuna mambo ambayo utamwambia Mungu afanya katika maishani mwako, afanya katika familia yenu, afanya katika familia yako. Kuna mambo ambayo unafunga mwaka ikianza. Unaonanga makanisa mengi inaanzanga na kufunga na kuomba. Kuna mambo ambao wana cancel katika maisha yao, katika familia yao, katika watoto wao, wana cancel mapema ili wasipate attack barabarani. Hizi vitu hata bila mwezi imeanza hivi umevuka, kuna vitu ambazo utacancel vifo, utacancel mambo ambayo ni mabaya katika familia yako. Na unapo cancel hizo vitu zote, ukiomba, ukimtafuta Mungu, chinzi ambavyo nimesema ya kwamba wale ambao wanamtafuta Mungu anawapatia nguvu. Unapo cancel vitu zote, chukua sadaka kwa mkono ama sacrifice, uende uweka kwa madhabahu, uombe Mungu, hii ninaweka kwa madhabahu haya ili ikapate kukua ulinzi katika familia yangu, katika maisha yangu, katika chochote ambacho unachokifanya. Unaweka kwa madhabahu ambayo unajua unaabudu, unaweka, unatamka na unamwambia Mungu uzima katika familia yetu, uzima katika nyumba yetu, uzima katika maisha yangu, uzima katika familia yetu. Una cancel spirit ya kifo katika familia. Maana kifo ya mapema sio ya Mungu. Kifo ya mapema sio ya Mungu. Una cancel. Na kuna mambo ambayo unaweza kuweka mbele ya Mungu na Mungu utimiza. Maana anasema kwamba wanao nitafuta kwa bidii watanipata. Hiyo ndio ilikuwa message ilikuwa ya last week on Tuesday. Sasa hii ninasema kwamba wale ambao wanamtafuta Mungu watapata nguvu. Na hizi nguvu watapataje? Mungu atawapatia nguvu. Wale ambao wanamtafuta Mungu atawapatia nguvu. Wale ambao wanamtafuta Mungu kila wakati, unamtafuta Mungu kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya maisha yako, maana tunaelewa ya kwamba sisi ni wadhaifu, tunakuanga wadhaifu kila wakati. Unaweza kumtafuta leo unakuta umechoka, uwezi ukaamka usiku. Lakini Mungu anasema ya kwamba wanaomtafuta, those who seek God will find strength. Wale ambao watamtafuta Mungu watapata nguvu. Na nguvu za Mungu wetu anapotupatia haziwezi zikaisha, haziwezi zikakome. Bila watu wanasemanga ya kwamba nimeomba mpaka nimeishia nguvu. Lakini unapomtafuta Mungu kila wakati anakupatia nguvu. Unamtafuta kila wakati anakupatia nguvu. Na neno la Mungu linasema ya kwamba nguvu za Mungu hazina mkomo. Maana nilimtafuta jana, alinitia nguvu. Nikimtafuta leo atanipatia nguvu. Unapomtafuta kila siku anakutia nguvu na anakupatia nguvu za kusonga mbele na kuelekea na kusonga mbele na kushinda mambo ambayo unaona hayawezekani. Wimbo ambao umeimba wa kwanza anasema ya kwamba hata kama mambo ni magumu najua unaweza. Maana kuna hali nyingine unaweza kupitia mpaka unaona shimo. Ukimwambia Mungu hata kwangu kama ni ngumu, najua unaweza. Hiyo hao waimbaji wanatokana katika TV ya Kuza TV. Kuna worship zinakuanga asubuhi sana. Wanaanza 5
zinakuanga mzuri sana. Asante sana Nora, Mungu akubariki sana. Unapomtafuta Mungu anakupatia, na nguvu zake, neno la Mungu linasema ya kwamba haziishi, hazikomi, nguvu zake ni za milele. Unapomtafuta Mungu kila wakati, maana ulimtafuta jana akakupatia nguvu ukashinda, unamtafuta leo atakupatia nguvu ushinde kila ambacho kimeshindikana katika maisha mwako. Nasema hivi kwa nini? Deliverance sio ukombozi, sio siku moja. Maana kila ambacho Mungu alitoa jana, kuna kingine atatoa leo ndani yako. Kuna kingine saa zile utamuitanisha, kuna kingine atatoa. Ukombozi ni kila siku, deliverance ni kila siku. Ni vile jinsi unavyomtafuta Mungu kila wakati, kila saa, na unaona ukuu wa Mungu na unaona nguvu za Mungu katika maishani mwetu. Kuna wakati mwingine unaweza kuona kama uko mdhaifu sana, lakini katika hiyo udhaifu unapomuita Mungu, nguvu za Mungu haziishi. Mungu hataki, unaona ni dunia mzima. Na wale ambao anasema kwamba wale ambao wanamtafuta ndio watampata. Ni wengi wanaomtafuta. Usiseme mimi vile nilipatia chana leo hata nipatia, hapana. Nguvu zake anapatia wale ambao wanamtafuta. Wale ambao wanamtafuta kwa bidii, anawatia nguvu, anawapatia nguvu. Wale ambao wanaona hali hii haiwezekani na mwanadamu, mahospitali haiwezekani, nimeenda hata kwa waganga haiwezekani, lakini ni Mungu ambaye anaweza hiyo. Maana kuna wengi wanaenda mpaka kwa waganga, wanakuta hali yao ndio inakuwa wasi. Unapofika mahali hapo, uangalie yule ambaye alikuumba anasema nini. Maana umetafuta kwa wanadamu wote, umetafuta mahospitali, umetafuta kila pahali, pande zote, pesa zimeisha. Pesa zikiishi hapa huna namna nyingine, angalia juu. Maana yeye anaweza, nguvu zake hazikomi, hazina mwisho. Anakupatia kila siku unapomuitanisha. Na unapoitia jina la Yesu kila wakati, anasema ya kwamba kuna wakati mwingine unaweza kukua umeishia nguvu, mwili inatetemeka, nguvu ziko kwa mwili. Unapoitana, unapomtafuta Yesu anakutia nguvu. Ndio maana heading inasema ya kwamba wale ambao wanaomtafuta Mungu wanapata nguvu. Tukiangalia katika kitabu cha Isaya, ukikuwa karibu na Biblia yako, tafuta saa siku hizi hata unaweza kukua kwenye gari na ufungue Biblia iko katika simu. Angalia katika Isaya 40:31 inasema hivi: mbali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa bawa kama tai, watapika mbio wala hawatachoka, wala hawatakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Sikia hili neno chinzi ambalo nimesema, maana nimesoma nikicheka, maana nimesikia chinzi ambavyo ninavyosema kwa chili yetu, kwa chili yangu na wewe. Usiseme mimi ni mzuri, hata mimi namtaka Yesu. Kuna mambo ambayo ninamhitaji Mungu akapata kufanya katika maishani mwangu. Anasema katika Isaya 40:31 anasema ya kwamba mbali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Wale ambao wanamtafuta, amesema wale ambao wamemtafuta. Ukiangalia heading inasema ya kwamba wale ambao wanamtafuta Mungu watapata nguvu. Unapomtafuta Mungu kila wakati, kila saa, Mungu anakupatia hizo dakika, anakupatia. Unapomwambia Mungu nipatia nguvu za kufanya kitu fulani, anakupatia. Unapomwambia Mungu nataka nguvu za kufanya kitu fulani, anakupatia. Hachoki, na nguvu zake haziishi, hazikomi, hazina mwisho. Anakupatia kila wakati, maana unamuitanisha. Nataka Bwana, nataka kazi. Mungu atakupatia njia ya kupata hiyo kazi, ama atakupatia maarifa ya kupata kazi. Utamwambia Mungu nataka uponyaji. Ni mtu mmoja huyu, unaitanisha hizo vitu zote kwa Mungu, na Mungu atakupatia kulingana jinsi ambavyo umemtafuta. Ndio maana anasema kwamba wanaonitafuta wanaotafuta Mungu watapata nguvu. Watapata nguvu mpya. Ukisikia neno linasema kwamba mbali wao watakaa wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa power, watapanda juu kwa power. Na anasema ya kwamba kama tai, watapanda juu kwa mabawa kama tai. Na anasema ya kwamba watapika mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Hii ukifafanua ndani yake, ukiingia ndani yake, anasema ya kwamba hao wala ambao wanamtafuta Mungu, kuna mambo ambayo hawatachoka,
hawawezi wakachoke kumtafuta Mungu, maana Mungu atakuwa akiriwa new kila wakati. Unapomtafuta Mungu ana renew your mind, ana renew, yani anakutia nguvu kila wakati, kila saa, kila wakati, kila saa, maana unamtafuta. Ndio maana unaona anasema Isaya, anasema kwamba mbali wale wanaomngojea Bwana watapata nguvu mpya. Wale ambao wanamtafuta unapata nguvu, si za jana, za leo ziko tofauti, maana umemtafuta leo, tena kuna zingine mpya, na anapokupatia nguvu mpya kuna revelation ambayo anatia ndani yako. Mwanangu, nataka ufanye hivi, nataka ufanye hivi, ndio ukapata kuendelea mbele, ndio ukapata kusonga, maana anakupatia revelation na akikupatia nguvu mpya, na anakupatia jinsi ya kushinda maisha haya, ama ya kuenda jinsi ya kupata kila ambacho unahitaji katika maishani mwako. Kuna wakati nilisema ya kwamba kila kitu ambacho tunachokipitia hapa chini ya jua kiko katika Biblia. Ukisoma Biblia vizuri, ukisoma kila kitu, ukipitia jambo ambalo halieleweki, soma Biblia. Ukisoma Biblia utapata majibu ndani ya neno la Mungu. Ndio kila wakati huwa nasema ya kwamba neno la Mungu sio kitabu, sio storybook, sio novel ambalo tunasoma, sio storybook, sio vitu ambazo unasoma makazeti. Hapana. Neno la Mungu limepepa nguvu, limepepa uponyaji, limepepa uzima wetu, limepepa kila kitu ambacho tunachokihitaji kama mwanadamu. Ndio maana tunasoma Biblia tumeokoka, tunasoma Biblia tunapona, tunasoma Biblia tunapata kazi, tunasoma Biblia tunapata kila kitu ndani. Tunasoma Biblia kama unataka mtoto unapata kila ambacho unahitaji. Ukisoma Bible, neno lake la Mungu, unapata ameandika hapa, fanya hivi na hivi na hivi na hivi, utapata kila ambacho unahitaji. Na tunapata, maana neno lake ni nguvu zetu, neno lake ni uzima wetu, neno lake ni kila kitu katika maishani mwetu. Ukiangalia anasema ya kwamba watapata nguvu mpya, na anasema ya kwamba watapanda juu kwa power kama tai. Maana kuna mambo ambayo yale ambayo utaenda hapa umepatia kwa mfano wa tai, jinsi ambavyo unaweza kupanda juu kama tai. Ukiona mwimbaji fulani amehiti, ameenda juu, si ati kusema ati ameruka juu kama mabawa ameenda. Hapana, inakuanga hii ni mfano ambayo wametuonyesha hapa ya kwamba tutaenda juu. Yani unaenda, ukienda juu zaidi, Mungu akikuinua, ukienda level ukienda juu zaidi. Hiyo ndio Biblia imeweka kama imefafanuliwa kama utapanda juu kwa mabawa kama tai. Watapika mbio, sio kutoka hapa mbio unakimbia mbio ukienda kule unaenda. Hapana. Maana Mungu atakapokupandisha pole pole ukienda juu, hautarudi nyuma, hautarudi chini. Ni kama ni Mungu amekuinua, ukianza kupaa kama tai, utaenda kama tai juu zaidi. Na ukienda juu anasema ya kwamba mbio, anasema ya kwamba watapika mbio wala hawatachoka. Sio mbio ya miguu hii. Maana utakapokupaa juu, ukianza kung'aa, yani umeanza kung'aa, kumba huyu Judy alikuwa mwimbaji, kumba huyu Judy alikuwa anaweza kufanya kitu fulani. Mungu ameanza kufunulia, yani amekufunulia vitu mingi, na maisha yako imeanza kupanuka, maisha yako imeanza kung'arishwa na Mungu. Mungu ameanza kubariki watu ambao walikuwa wanakuchekelea, wanashangaa Judy ni nini inaendelea kwake. Ndio huyu unaona anasema kwamba watapanda juu kwa mapawa kama tai, watapika mbio wala hawatachoka, hautarudi nyuma. Utakapoenda utaenda straight, utakuwa kwa level ya juu, hautarudi chini. Maana ni Mungu amekupandisha, sio mwanadamu amekupandisha. Maana tunaonanga mwingine anasema ya kwamba unapanda, wengine unaona wakipanda juu wanashuka chini. Unakuta mtu alikuwa juu sana, lakini kuna wakati inafika ama magonjwa inamtokea, kuna mambo inatokea ingine, unakuta huyu mtu anaomba pesa, aenda hosi, anaomba pesa afanye kitu fulani. Lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu anasema ya kwamba wamngojea Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu wala hawatachoka. Kuchoka kwako utaenda, na ukienda utaenda mbio. Anasema ya kwamba watapika mbio wala hawatachoka. Ukienda juu hautarudi chini, utaenda juu zaidi. Ukienda Mungu akikung'arisha, ukienda juu ili
utukufu wake ukapata kumrudia. Utaenda juu, kila mtu atakaye kutazama atasema huyu ni Mungu ambaye ametenda haya. Maana si mwanadamu amekuinua, ni Mungu amekuinua. Ndio maana unasikianga nyimbo mingi zimeimba zinasema kwamba Mungu akikuinua hakuna yule ambaye anaweza kurudisha chini. Ndio hiyo basi nasema ya kwamba mbali wao wamchao wamungojeao Bwana watapata nguvu mpya. Utakapopata nguvu mpya, hapo ndipo Mungu ataanza kufungua kitabu chako. Kitabu ambacho shetani alifunika kwa miaka 50, kwa miaka 40, kwa miaka 30, kwa miaka 20. Hapo sasa ndio unaanza akianza kupatia nguvu mpya. Hapo ndio utaanza kupanda pole pole. Ufunuo Mungu atakupatia kwa wingi. Maana nyimbo zitakuwa si zile ambazo umesikia katika dunia hii. Zitakuwa tofauti. Hapo ndio unaona anasema ya kwamba watapanda juu kwa power kama tai. Watapanda juu kama tai, utakuwa ukipanda juu kama tai na utarudi nyuma, utaenda. Ndio maana unaona tena inasema kwamba watapika mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Mungu atakapokuweka juu, utakuwa ukienda juu zaidi. Hautakuwa ukirudi chini. Kama ni nyimbo, atakuwa akikupatia nyimbo za ufunuo tofauti. Kama ni mahubiri, itakuwa tofauti. Chochote ambacho Mungu ameweka ndani yangu, maana hakuna mtu ambaye Mungu hachaweka chochote ndani. Kila mtu Mungu ameweka chambo ndani ili akapata kutumika kwa ajili yake. Kila mtu. Kama sio uimbaji, ni vitu mingi ambavyo Mungu ameweka ndani ya maisha yetu. Na ukiangalia nimemalizana na hii Isaiah 40 verse 31. Mimi nimetafsiri tofauti. Sijui wewe umetafsiriwa aje. Imeenda aje? Mimi nimesema hivi: mbali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Wala ambao wanamngojea Mungu atawapa nguvu mpya. Ile ingine anafuatisha anasema ya kwamba Bwana anasema ya kwamba utapata wamche Bwana watapata nguvu mpya. Na anasema ya pili, anasema ya kwamba watapanda juu kwa power kama tai. Ataanza kuwaweka wakianza kuswim, wataanza kupanda juu kama tai. Hautapata mapawa, lakini ni kuinuliwa ambako Mungu atakuinua. Na anasema ya kwamba vile atakapokuinua ukienda kama tai juu, watapika mbio. Hiyo mbio ambayo utaenda hautachoka. Maana Mungu atakupatia mbio. Unaona jinsi ambavyo Israel alitoka na wimbo ambao ulikuwa unaitwa Nina Siri na Yesu. Ukiangalia nyimbo ambazo anatoa ziko juu, haziko chini. Maana amepata ufunuo ambao Mungu amempatia ni wa hali ya juu. Na unapopata ufunuo hivyo anaendelea kufunulia. Nimepatia tu mfano kwa Israeli. Maana alitoa wimbo Nina Siri na Yesu, ili hit sana. Ilipotoka mimi ndio nilikuwa sijui, yani niliupata kama bado haijaenda sana. Ukiangalia kwa video zangu za mwanzo hapo, kuna wakati nilikuwa naimbisha tu kuna siri Nina Yesu. Sikuwa nimepata full wimbo wenyewe, ilikuwa tu Nina Siri naye Yesu peke yake. Mungu alipofungua, ukiangalia hali yake hawezi akachoke. Maana ako katika anga ambalo liko juu. Ndio maana unaona anasema ya kwamba watapika mbio wala hawatachoka. Hawatakwenda kwa miguu. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Huyu ni Mungu, ni ufunuo ambao nimepata hapo, sio kwamba nimetafsiri tofauti. Najua kwamba hiyo basi uwe ina tafsiri tofauti. Hata mimi sikuwa natarajia kutafsiri hivyo. Ukiangalia katika maisha yetu ambayo Mungu ukiangalia katika 2 Chronicles 16:19 nasema ya kwamba kwa maana macho ya Bwana, ninasoma tu 9 peke yake, hata B sitasoma na nasoma A peke yake. Kwa maana macho ya Bwana kimbia duniani moto ili achionyeshe mwenye nguvu kwa hao waliokamilika mioyo, kuelekea kwake kwa hao umetenda upumbavu, kwani tangu sasa utakuwa na vita. Anasema ya kwamba kumbe Mungu huwa anatazama chini wale ambao wanaomtafuta.
wala ambao wanaomkimbilia. Anasema ya kwamba katika 2 Chronicle chapter 16 verse 9 anasema ya kwamba kwa maana macho ya Bwana kimbia duniani mote. Macho zake huwa zinatazama kila wakati wale ambao wanaomba usiku, wale ambao wanaomba mchana, wale ambao wanaitanisha jina lake. Anasema ya kwamba macho yake kimbia ili akapata kujionyesha yeye ni mwenye nguvu. Anataka kuachilia nguvu zake kwa yule ambaye anamtafuta usiku, kwa yule ambaye anamtafuta kila dakika, kila saa, yule ambaye anataka kumjua Mungu, yule ambaye anataka Mungu zaidi, yule ambaye anataka Mungu akapata kumtendea kila ambacho anahitaji katika maishani mwake. Ndio maana unaona kwa Kronika anasema ya kwamba kwa maana macho ya Bwana kimbia duniani mote ili achionyeshe mwenye nguvu kwa hao waliokamilika mioyo, wale ambao wamekamilika katika mioyo, wale ambao wanamtafuta Mungu, wale ambao wanamngojea Mungu, wale ambao wanataka Mungu akapata kuzidisha nguvu zake ndani yao. Neno la Mungu linasema ya kwamba macho ya Bwana kimbia duniani mote ili achionyeshe mwenye nguvu kwa hao ambao wamekamilika katika mioyo. Uko wapi ndugu yangu? Uko wapi dada yangu? Acha kulialia kila wakati. Mtafute Mungu utampata. Anasema ya kwamba utanitafuta utanipata. Utakaponitafuta utanipata, na ukinitafuta kwa bidii wataniona. Hivyo ndivyo neno la Mungu linasema. Utakaponitafuta kwa bidii utanipata. Ukiangalia ninasoma basi ya mwisho anasema ya kwamba wale ambao ni watakatifu katika mioyo yao, wale ambao wanatafuta Mungu akapata kuosha kila wakati. Unamtafuta Mungu kwa njia tofauti, unamtafuta Mungu kwa hali ambazo tunazipitia ndani. Maana kama dunia ingekuwa sawa tungemtafuta Mungu, kama tungekuwa na Mungu hapa atungemtafuta, lakini kwa ajili Mungu wetu ako mbali nasi. Tukisoma neno la Mungu linasema ya kwamba Yesu alituachia Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu ndio tuko naye duniani. Tunapotafuta Mungu kupitia Roho Mtakatifu, kuna mambo ambayo Mungu utenda kupitia katika neno lake. Maana utukufu wa jina lake, wale ambao wanamtafuta wanajua ya kwamba Mungu ni mtakatifu, na utukufu wa jina lake ni kwa wale ambao wanamtafuta. Utukufu kwa jina takatifu ni kwa wale ambao wanamtafuta Mungu kila wakati. Na Bwana ni nguvu ya wale ambao wanaomtafuta kila siku, wale ambao wanamtafuta uso wake. Bwana ni nguvu zao. Mungu ni kila kitu katika maishani mwao, maana wamemtegemea, wamemkimbilia, wanataka kumjua zaidi. Ndio maana unaona neno la Mungu linasema ya kwamba wale ambao wanamtafuta Mungu atawapatia nguvu, hatapatia kila mtu nguvu. Ni wale ambao wanaomtafuta kwa bidii, wale ambao wanatafuta Mungu, wale ambao wanataka kumjua Mungu, wale ambao wanataka kukaa karibu na Mungu, wanataka kujua Mungu anataka nifanya nini, Mungu anataka nikaaje duniani, Mungu anataka niishi aje duniani. Ndio hawa Mungu anasema, ndio hawa unaona neno la Mungu linasema ya kwamba wale ambao wanamtafuta Bwana watapewa nguvu mpya. Na anasema ya kwamba watapaa kama tai, na anasema ya kwamba watapika mbio, hawatachoka. Ndio maana unasikia anasema ya kwamba watakwenda kwa miguu, hawatachoka. Ni wale ambao wanamtafuta Mungu. Maana wakianza kuomba hawawezi wakachoke. Wakianza kutafuta Mungu hawatachoka. Jinsi unavyosema ya kwamba wengi huwa anasema nimeomba leo mpaka nimechoka hata siwezi kufanya chochote. Hapana. Anasema ya kwamba wale ambao watamtafuta, wale ambao watapika mbio, maana ulianza kuomba hautachoka. Utaendelea kuomba kuamka usiku kumtafuta Mungu. Utaendelea kuomba Mungu kila wakati, maana unajua masaa ya kumtafuta Mungu, masaa ya kumuitanisha juu mbinguni. Hautachoka. Ndio maana unasikia wanasema ya kwamba watakwenda kwa miguu, hawatachoka. Anasema ya kwamba watapika mbio, hawatachoka. Hiyo ni maombi ambayo hawatachoka kuomba. Hata kama hawatapata kila ambacho wanahitaji, wataendelea kuomba mpaka Mungu atende hiyo jambo. Ndio maana unaona sema kwamba si miguu hii, si tai hiyo utapaa juu, si atakupatia mapao pae juu. Hapana. Wale ambao wataomba watapaa kama tai. Mungu atawainua kiwango kwa kiwango wakienda juu.
Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana wale ambao mko online. Naona Maki, nimeona Nora. Mungu akawabariki sana wale ambao mnaingia, ninawaona. Tumalizie ya mwisho, inasema ya kwamba katika Psalms 105 verse 3 to 4. Nitasoma tu kwa ufupi. Inasema ya kwamba jisifuni kwa jina takatifu na ufurahi moyo wako, wamtafutao Bwana. Mtafute Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Hii sasa ndio imemalizia kila ambacho nimetacha kwa katika hiyo verse ya Second Chronicles yale ambayo nimeongea. Kuna mambo ambayo nimetacha hapa, nimetacha katika Psalms. Inasema ya kwamba mtafute Mungu. Inasema ya kwamba mtafuta, jisifuni kwa jina takatifu. Ukapata kujisifu kwa ajili ya jina lake ambalo ni takatifu. Ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana. Mungu anakupatia furaha, anakupatia amani, anakupatia kila ambacho unahitaji, maana unamtafuta Mungu kila siku. Maana huwezi ukamtafuta Mungu na ukalia tena. Unapomtafuta Mungu anakupatia nguvu mpya, na anakupatia kila ambacho ulikuwa unataka. Anakupatia maagizo jinsi unaweza kupata kila ambacho ulikuwa unatafuta. Na unakuta moyo wako uko na furaha. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu amekufunulia njia, ama amefungua njia. Umepata kazi, amefungua njia, umepata kila ambacho ulikuwa unahitaji. Unapata furaha ndani ya moyo wako, maana Bwana ameweka nguvu mpya, amekupatia furaha ndani ya moyo wako. Na unapomtafuta kila wakati uso wake, Mungu atajidhihirisha. Maana uwezi ukamuomba Mungu siku 2 siku 3, hakuna chochote ambacho hawezi akakupatia. Hata kama hata kupatia kila ambacho ulikuwa unaomba, kuna kitu kingine anaweza kukupatia. Na anapokupatia, mtukuze, maana atakupatia furaha, maana unamtafuta kila wakati, kila saa. Jina la Mungu litukuzwe milele. Mbarikiwa sana wale ambao mko online kila wakati, mnachukua muda wako, hata ukichukua second kunitazama tu, kukomendi, kusema chochote ambacho unasema amen, ukisema haleluya. Mungu akubariki sana na akutane na haja ya moyo wako, maana wewe ni wa maana sana kwangu. Nimeona kutangu nianza kukua online, ninaona mambo si ya kawaida. Maana ninaona kuna wengi walikuwa nikikosa siku ambaye ni on Tuesday, wengi wananiuliza mbona huko kwa online. Na hiyo kitu inanipatia motisha, ama inanitia nguvu ili nikapata kuendelea. Nimeona account yangu views zimekuwa zimeanza kupanda, na ninashukuru. Nimeona kuna wimbo mmoja imepanda, imefika 10k na kitu, na ilikuwa chini, ilikuwa kwa 9, ilikuwa kwa 8. Nimeona ikipanda pole kwa ajili ya hii, na ninamtukuza Mungu, maana wewe ni wa maana kwangu, na Mungu wetu anayefanya unakuwa hapa, tunakuwa na wewe. Mungu yule ametuunganisha. Maana kuna wengi ambao sijawahi kutana nao, lakini ninaona wanakaa karibu, kama ni watu ambao kama niseme ni familia. Ninashukuru Mungu kwa ajili yako. Tukutana on Tuesday next week, tukiendelea kuangalia hizi vipengele zinaponena juu yangu na zinaponena juu yako. Maana hata mimi nachifunza kumtafuta Mungu na yale ambayo Mungu anataka nikapata kufanya, ili nikapata kumuona. Ubarikiwa sana. Kesho nitakuwa katika online, katika page yangu. Tafuta Favored J Judith. Tafuta Favored J Judith. Ukitafuta tutakuwa huko tukiendelea kipengele ya 4 ambayo ya kumtafuta Mungu, na tutaona kila ambacho Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Yale ambayo Mungu amenipa katika moyo wangu ni haya ambayo nimetoa, na ninashukuru Mungu, maana hata mimi nimejifunza, nataka kumtafuta. Maana anasema wale ambao wanaomtafuta kwa bidii, watamuona. Na hii verse ambayo nimehimizika nayo sana ni Isaiah 40:31. Anasema ya kwamba hawatachoka, watapaa juu, watapaa juu na watapanda juu kwa
power kama tai. Watapika mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatachoka. Ubarikiwa sana. Soma hiyo basi. Mungu atakupatia revelation nyingine. Hiyo ndio revelation nimepata. Hata sikukuwa ninajua nitapata revelation ya hii verse. Mimi mwenyewe nimejifunzia hapa na wewe. Mungu awabariki sana. Tukutana kesho katika online, katika page yangu ni Wednesday. Tukapata kumwabudu katika nyimbo za Kiingereza na tukapata kumuinua chinzi ambavyo tumesikia Wanakuza TV ambao wanamwabudu. Tunapenda huyu mchungaji na kikundi ambacho kiko katika hiyo team. Inakuanga maabudu ya asubuhi. Ukiwaangalia live unatamani, unaona Mungu akishuka pale ulipo. Kuna wakati nilisema mimi sisikizangi nyimbo ambazo hazinibariki. Nikikusikiza tu hivi najua kuna Mungu hapa. Na kuna mwingine nikikusikiza ukiona nimesikiza kwa ufupi najua kuna Mungu hapa. Huwezi ukanipata hapo. Ninakatisha kabisa. Maana sisikii kama Mungu anashuka ndani yangu. Ama sisikii ndani yangu kuna msisimuko. Lakini kuna nyimbo ambazo huwa nasikiliza kama Rosemary George. Kuna watumishi wa Mungu wengi wale ambao ninasikiliza, nasikia nasongea karibu na Mungu. Na ninataka kuwasikiza zaidi. Ukisikiza hao wanakuanga live Kuza TV. Ni mchungaji alifungua hiyo TV station ya TV, inakuanga maabudu. Ukisikia unasikia kama umesongea uko katika mikuuni. Maana wanaimba mpaka unakuta wamelala chini, machozi. Mungu ako dunia hii anatumika na hao wanaenda level ambaye hii wanasema wanapaa. Hawezi wakarudi nyuma. Hii kikundi ya worship ambaye nimeona kwa muda, ambaye umeona wimbo ya kwanza nimeweka, wanapaa na hawatarudi nyuma. Maana level ambayo Mungu anawapeleka ni mbali sana. Ni mbali sana, wanaenda level ingine si ya kawaida ya maabudu. Ukiangalia Sarah K, kuna level ambayo ako. Yani akikuwa online katika worship hour ila anakuanga on Tuesday. Unakutanga watu wako 7 point something. Wala ambao wako online wana watch YouTube. Facebook ni tofauti. Naomba Mungu akapata kumuweka kuwa tena TikTok live. Akikuwa YouTube, Facebook, akuwa tena TikTok live. Huyu mama ako na upako wa chapo. Ninapomtazama, ninaomba Mungu akapate nikapate yani kumit na najua kumit kuna sababu ya kitu fulani ili nikapate kutapu hiyo anointing ikapata kushuka kwangu. Mungu awabariki sana. Nimewaambia siri kidogo tu hapo kwenda kutapu kwa hiyo anointing. Hizi ndio vitu mchungaji anavyotufunza. Unapoona mtu ambaye ako mbele yake, enda utapu hiyo anointing. Usiache ipite. Hata kama we ni mchungaji, wala wako Nairobi, wala ambao wanajua Oracle wako Nairobi, wala ambao wanataka kutapu hiyo anointing na hiyo grace, ni wala ambao watakimbia wachungaji, wala wako chini, wakimbie wakapata kumpata huyu mchungaji, watapu kwa hiyo anointing. Unapoitapu kuna sacrifice ambayo utaweka kwa miguu yake na utaona mambo si ya kawaida. Si mara moja, ukikuja mpaka saa zile utaona kuna mwangaza. Umechenga kanisa, watu wamejaa, ukiona hivyo si ati ninasema Oracle pekee. Kuna wachungaji, watumishi wa Mungu wengi wale ambao unaweza kukimbilia. Umeona mimi nimesema Sarah K. Kuna sababu ile nasema hivyo. Ukienda unapotapu kuna sadaka ambayo unaweka mzuri. Hizi ni vitu ambazo mchungaji anatufunza, ambazo kuna vizingine hatukuwa tunajua. Unaenda unatapu kwa hiyo grace. Unatapu mara moja, mara ya pili utachikuta ninaimba kama huyo. Utachikuta niko kwa hiyo mguu. Maana hiyo anointing imeshuka kwangu. Na utaona mambo makuu yakitendeka. Asante sana Phyllis, Mungu akubariki. Nimemalizia tu. Mungu awabariki sana. Tukutana on next week on Tuesday. Kama unaweza kushare hii video, share. Kama unanipenda share. Kama unanipenda ingia YouTube, uview, ushare hizo nyimbo zangu, ushare zile za wengine na comment na useme chambo. Hizo baraka zikapata kushukia hata pahali ulipo. Mungu awabariki wote. Tukutane next week. Kesho niko katika page yangu ambayo ni Favored J Judith.
Ingia huko ili tukapata kuabudu pamoja na jina la Mungu likapata kuinuliwa milele. Mbarikiwa sana na heshimika kukuwa na mimi, kukuwa nanyi katika online. Nasikia kama ninapaa jinsi ambavyo hii neno limesema katika Isaiah 40:31. Nasikia kama ni na jina la Mungu litukuzwe. Mbarikiwa sana. Muwe na siku njema ya baraka na imejaa neema ya Mungu. Ni mwezi mpya, tamuka mambo mapya. Cancel vifo katika nyumba, cancel disease katika nyumba, na ukapata kumuitisha Mungu, akapata kutenda mambo mapya, akapata kuwatia nguvu mpya, na akapata kuwapa neema ili mkapata kushinda yale ambayo unapitia. Mimi husema kila mtu anapitia. Kila mtu anapitia, hata huyo president kuna mambo anapitia. Kuna kuta ako na udhaifu pahali fulani. Unaweza kusema ako na pesa ama ako na kazi mzuri, lakini kuna pahali anapitia, kuna pahali anakuta mambo haiendi, anamhitaji Mungu. Ndio maana unaona neno linasema ya kwamba kila mtu huyo ni mwanadamu kama wewe. Ndio huwa kila wakati nasemanga ya kwamba before urushe mawe, jiangalie wewe mko msafi. Ukisema yeye ni mwizi, jiangalie wewe, hakuna kitu unafanya kibaya. Poleni sana, nimeingia pale pengine ambapo ni tofauti. Unaporushia mwingine mawe, jiangalia wewe mwenyewe. Unapoona mwingine amekawia bila kuolewa ama kuoa, amekawia bila kupata kazi, amekawia kwa vitu mingi, kupata hata mtoto, jiulize unapotupa mawe, wewe uko sawa? Uko salama? Wewe uko mtakatifu? Maana sisi wote ni wadhaifu, tunahitaji Mungu. Tunahitaji Mungu akapata kutupatia nguvu mpya kila siku, kila wakati, ili tukapate kusonga. Mungu awabariki sana. Nimeingia pale ambapo sikuwa nataka kuingia, lakini Mungu awabariki. Ninawaheshimu, ninawapenda, na ninaomba Mungu sana. Wengi wenu tutakutana tu. Wengi wenu tutakutana, wengi tumekutana, lakini ninashukuru Mungu kukuwa familia kwangu. Mungu awabariki sana. Amen.